Kama unanipenda kanitambulishe kwetu. Kama unanipenda kajitambulishe kwa ndugu zangu. Kama unanipenda kajitambulishe kwa marafiki zangu. Kama unanipenda natamani waweze kukujua watu wangu wote wa karibu. Mabinti ndivyo mnapenda hivyo, na ni kweli, ni jambo jema sana, ni jambo zuri sana kuweza kutambulishwa, hususan kwa watu wa karibu na mwenza wako, kwa sababu inaonyesha kwamba una kiu na huyo mtu, una malengo na huyo mtu, unatamani uweze kufika naye mbali kwenye mahusiano. Lakini pia inaweza ikaonyesha kwamba mtu huyo pia yuko tayari kuweza kufika na wewe katika safari yenu ya mahusiano. Kwa ni jambo zuri kabisa kuweza kutambulisha mahusiano yako. Lakini ukweli ni kwamba kama mahusiano yako yakitambulishwa kwa haraka pasipo umakini, yanaweza yakakusababishia matatizo badala ya kukuletea furaha. Mimi ni Simon Sogodi. Usiache kusubscribe kwenye hiyo channel na kugonga kengele ili video zingine kama hizi zitakapofika, basi uwe mtu wa kwanza uweza kuziona. Kwa nitakwambia mambo gani ambayo usifanye au usitambulishe mahusiano yako kwa watu wako wa karibu au nyumbani au marafiki kwa sababu tu hizi zifuatazo. Usitambulishe mahusiano yako kwa sababu hizi hapa tutakazoenda kuzitaja. Sababu ya kwanza ni msukumo wa nje. Msukumo wa nje namaanisha pengine kuna ndugu wanakufosi kwamba unatakiwa sasa, ni muda wako umefika, tuletee mkwe, tuletee shemeji, tuletee wifi. Hiyo sababu hiyo. Lakini kuna watu unasema marafiki ambao pengine marafiki zako wameolewa na wewe sasa unatamani uweze kuolewa, kwa hiyo unataka kuwaonesha kwamba jamani, na mimi sijaachwa nyuma. Au wakati mwingine pia msukumo wa nje kwa sababu ya ex zako. Unaona ex zako wameolewa, unasema na mimi siwezi nikaachwa nyuma, lazima niweze kuolewa. Lakini wakati mwingine pia mababa wa kiroho, mababa wa kiroho, unajua wazi kwamba wakati mwingine unasukuma kwamba mtu fulani anakufaa, mtu fulani anakufaa, mtu fulani anakufaa, au Mungu anasema hivi, au Mungu anasema hivi. Sikatai kwamba inawezekana kabisa Mungu amesema, lakini kama Mungu amesema pia lazima twende taratibu. Kama Mungu kasema, kwa nini twende kwa haraka sana? Kwa nini twende kwa haraka? Unachoongelea hapa zaidi ni mahusiano yasitambulishwe kwa haraka. Sijasema yasitambulishwe, lakini yasitambulishwe kwa haraka kwa sababu ya msukumo wa vitu vya aina hii. Kwa hiyo kama ndugu au marafiki au maex zako au baba wa kiroho na vitu vingine vya namna hiyo ndio wanakuletea msukumo kwamba olewa na fulani, inaweza ikawa ni chanzo cha uharibifu. Lakini kuna zile haraka za kuolewa. Haraka za kuolewa, wewe mwenyewe tu una haraka, yani unatamani kwamba hicho kitu kiweze kutokea kwa haraka haraka. Kwa mahusiano na mtu mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, unataka aende nyumbani. Mahusiano yako yana wiki 4, unatamani umpeleke nyumbani. Mwisho wa siku mahusiano yanakuwa hayajakomaa na yanakuletea tatizo. Na mara nyingi hizi haraka zinatokana na kukosa utulivu wa ndani na kutokuwa na imani kwamba kuna wakati ambao utafika, kuna majira ambayo utafika sasa na wewe utaweza kupata mwenza wako ambaye utaweza kufanya maisha. Sasa wakati mwingine baada ya maumivu fulani, pengine unakuwa unatafuta namna ya kuweza kupona, unatafuta namna ya kurevenge, kulipa kisasi kwa sababu ya mtu pengine ambaye mmeachana naye, na unataka umuoneshe kwamba huyu mtu au na mimi siko nyuma, ona na mimi naolewa, ona na mimi na mwenza wangu. Kwa unataka kuolewa sio kwa sababu umepata mtu, unataka kuolewa kwa sababu kuna namna fulani ambayo unataka uoneshe kwamba upo sawa.
Kwa usikimbilie kutambulisha mahusiano kama haraka na za namna hii ndizo zinazokufuata. Lakini jambo lingine ambalo ni la hatari kukimbilia kutambulisha mahusiano ni kama kuna kitu unaficha. Kuna watu wana tabia za kuficha vitu fulani. Kwa mtu anaficha kitu, kwa sababu anaficha kitu anataka uweze kwenda kwao haraka. Inawezekana ulikuwa na mtu wako mzuri ambaye mnahusiana, kwa bahati mbaya umepata mimba nyingine, kwa unaharakisha mahusiano ili isijulikane kwamba una mimba kwa wakati huu. Na ndio maana wanaume pia ni lazima kuweza kuwa makini. Kama mwanamke anataka umtambulishe kwao haraka kupita kiasi, ni lazima kuwa makini kwamba kuna kitu anakificha. Wengine pia wanaficha magonjwa. Kuna watu ambao hawana upendo, hawana huruma, kwa wanataka kupata tu security, apate ulinzi kwamba yuko na yeye amepata mtu, lakini ukweli ni kwamba kuna kitu ambacho hajakwambia. Kuna ukweli ambao hajakwambia, kwa anakuharakisha. Lakini sababu zingine zinaweza kufanya wewe au mtu akakimbilia kutaka utambulishe mahusiano yake, tunasema ni changamoto za kitabia. Changamoto za kitabia. Kwa hiyo mtu anaficha tabia fulani. Inawezekana ni mtu ambaye ni mvivu, kwa anakukimbiza ili usije, kabla hujagundua madhaifu yake ya kutosha, wewe umeshamuoa. Kwa kama unafanya hivyo, kama nia yako unamfuata mwanaume, unaenda naye haraka ili kuficha uvivu wako, kuficha hasira yako, kuficha maumivu yako, ujue kwamba wakati ambapo mtu atakuja kugundua kwamba nilifichwa, lazima hilo saa itakuja likupe shida, kwa sababu haukumwambia ukweli. Kwa kama una historia mbaya ya nyuma, jifunze kutengeneza historia kabla ya kuharakisha kuweza kutambulisha huyo mtu mwingine kwenye mahusiano yako. Jifunze kutengeneza mambo ya nyuma. Kama una magonjwa, jifunze kuwa mwazi. Ni bora mtu ajue kwamba una tatizo fulani la kiafya, ili kama anakwenda na wewe aende kwa upendo, na sio unamficha, unamharakisha ili wewe uweze kuficha hicho kitu ambacho unakificha, lakini mwisho wa siku yeye afahamu, alafu inakuja kuleta shida baadaye. Kwa usimtambulishe mwenza kwa sababu unaficha vitu vya namna hiyo. Jambo la tatu ambalo sio sawa kutambulisha mwenza wako kwa haraka ni kwa sababu ya msukumo wa kimapenzi au msukumo wa kihisia. Kwamba umechoka kukaa single, hisia zimekukaba, unatamani leo ukafanya sex. Kwa sababu yako ya kutaka kuolewa au sababu yako ya kutaka kuoa pengine ni kwa sababu tu unataka sex. Kwa wakati mwingine mwanamke kama mwanaume, sababu yake pekee ni kukimbilia kuoa, ni kutaka tu akate kiu ya sex. Hiyo ni moja ya alama nyekundu ambazo atakao uziangalie na uwe nazo makini. Mwanaume anatakiwa awe na uwezo wa kusimamia hisia zake, kwa sababu ukweli ni kwamba hata kama mtaingia kwenye ndoa, haina maana kila siku mtakuwa mnafanya sex. Kuna mambo mengine ya kufanya, lakini wakati mwingine kuna kupata changamoto kama sabagonjwa. Kama mtu akili zake zote zimeishia kwenye sex, kama mtu akili zake, mawazo yake yote amewekeza katika eneo hilo, ujue kwamba kuna wakati wa shida, kuna wakati ambao kuna vitu vitashindikana, basi mtu huyo itakuwa ni rahisi sana kutokuwa upande wako. Kwa hiyo kama msukumo mkali sana wa kufanya sex unakusumbua, unahisi una nguvu nyingi sana za kiume au za kike zinakusumbua, yaani hausikii kabisa, hata ukiambia ushauri wowote hausikii, wewe akili yako yote unataka uoe au uolewe kwa sababu umeshindwa kuvumilia sex, ujue kwamba hiyo sababu sio sababu ya msingi,
na kuna wakati ambao unaweza ukaingia kwenye majuto makubwa, sababu kuna maisha yanaendelea baada ya hilo ambalo unafikiria kwamba ni jambo la msingi. Sasa kama ukienda haraka ukayatambulisha mahusiano ambayo yalikuwa hayajakomaa, mahusiano ambayo yalikuwa yanahitaji muda kwanza ili yaweze kujitengeneza, kama ikitokea umeyatambulisha kwa haraka, mambo haya hapa yatakupata. Jambo la kwanza, utashindwa kuvunja mahusiano ambayo sio sahihi. Yaani utagundua kabisa mahusiano sio sahihi, lakini utashindwa kuyavunja kwa sababu unajisikia aibu. Unaanzaje tena? Ulienda ukawahakikishia watu kwamba jamani, huyu ndo wa kwangu. Ulienda kwa wazazi mwambia huyu ndo wa kwangu. Ulienda kwa ndugu, ulienda kwa marafiki ukahakikisha kwamba huyu ndio wa kwangu, lakini mwisho wa siku imeshindikana. Sasa unarudije tena wakati ulifanya haraka? Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo utakuwa ni mtu wa lawama, utakuwa ni mtu wa visingizio, utakuwa ni mtu ambaye hauna amani. Utaanza kuona kwamba watu watanionaje, watanicheka. Lakini kwa nini? Ulienda kwa haraka au kujipa muda wa utulivu. Lakini ukienda haraka pia kutambulisha mahusiano yako, kuna hasara pia ambazo unaweza ukazipata. Kuna hasara za kimwili, kuna hasara za kihisia na kuna hasara za kiroho. Kumbuka unapoingia kwenye mahusiano na mtu na umemtambulisha, kuna masuala ya kuwekeza fedha, kuna masuala ya muda. Unaweza ukaambulia magonjwa wakati mwingine. Unaweza ukapatwa na ile hali ya kukataliwa pia wakati mwingine kwa sababu ya haraka zako. Lakini jambo lingine, inaweza ikakufanya ukaua maono kabisa ya maisha yako. Maono yako yakaharibika, maono yako yakapotea kwa sababu ya haraka na mahusiano. Kwa sababu ukiwa na haraka sana ya kutambulisha, ukiwa na haraka ya kutambulisha mahusiano, mwisho wa siku hautakuwa na uwezo wa kuangalia hata kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Hautaangalia kipaji chako, hautaangalia vitu ambavyo utakiwa kuvifanya vya maisha. Wewe utaangalia jambo hilo tu la muda, ambayo mwisho wa siku unaweza ukaingia kwenye maisha ya mtu ambaye kiukweli hamwendani kabisa, na utakuta kwamba kile kitu ambacho uko nacho, maono yako, malengo yako ambayo ulitamani uweze kuyafanya kwenye maisha, yamepotea kabisa. Sasa nasema kocha, nifanyeje? Jambo la kwanza, jipe muda wa kutafsiri, jipe muda wa kutafakari mahusiano yako kabla ya kukimbilia kuyatambulisha kwa mtu yoyote yule. Jipe muda, jipe muda, usiende haraka haraka, na usikubali mtu akupelekeshe pia kutambulisha mahusiano, usikubali. Jambo la pili, kumbuka kwamba ni rahisi kuvunja mahusiano ambayo hayajulikani kuliko kuvunja mahusiano ambayo yanajulikana. Narudia, ni rahisi sana kuvunja mahusiano ambayo hayajulikani kuliko kuvunja mahusiano ambayo yanajulikana. Watu wengi mara nyingi sio kwamba wanashindwa kuvunja mahusiano, ila mahusiano yameshajulikana kiasi kwamba wanashindwa hata pa kuanzia kwamba ni wapi wataweka sura zao, kwa sababu ya namna ambavyo walishayatambulisha mahusiano. Ulisha posti kila mahali, ulishasema huyu ndo mume wangu, marafiki zako wote wanamjua, ndugu zako wanamjua, inawezekana na wazazi wanamjua, ulishatambulisha vya kutosha. Watu wana haraka kwelikweli. Kwa sasa kuvunja, kusema tena kurudi kwamba jamani, yule siye nilichokidhani sicho, sio rahisi kuliko kama ungekuwa unayajua wewe mwenyewe ukajipa muda wa kutosha ukasema sasa huyu ndiye, ukaenda kutambulisha. Ni tofauti kabisa. Kama siye ni rahisi kwa sababu si wewe ndiye unayefahamu, au na watu wachache sana pengine wa karibu, wale ambao hawana madhara sana, bali itakusumbua. Lakini niseme watu wengi wapo kwenye mahusiano ambayo sio sahihi na wanashindwa kuondoka. Na wanashindwa kuondoka sio kwa sababu hawajui kwamba ni mahusiano yasiyo sahihi, ila ni kwa sababu ya aibu
ambayo imeshawapata, hasa kwa sababu waliyatambulisha mahusiano yao mapema na wakajihakikishia kwamba ni mahusiano salama. Kwa hiyo wanashindwa kutoka, wamebaki wanateseka. Naweza kupata muda kidogo wa kutafsiri kuhusiana na mahusiano yako kwamba yamechukua muda gani kabla ya kutambulishwa. Kama umetambulisha au umetambulishwa, je, mahusiano yako kama unaenda kwa haraka, unaonaje mwelekeo wako wa sasa wa hayo mahusiano? Umepatia au umekosea? Kama umekosea, tafuta msaada, chukua hatua. Naitwa Simon Sogodi, tani wakati